Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wafuatiliaji wa harakati zetu za Al-Huda, alhamdulillah tayari leo tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Niwaombe sana wote ambao wanaendelea pia kufuatilia harakati zetu ambazo tunazozifanya kwa minajili ya kuweza kutumikia Uislamu. Kuna mambo matatu ya muhimu sana kwa wale ambao wanahitaji tupambane tuweze kuitumikia dini yetu ya Uislamu. Mbeleni hapo utakuwa ni mwezi wa pili tarehe 17 biidhnillah taala, kama Allah atakuwa ametuwezesha tukiwa ndani ya mwezi wa Rajab. Mbeleni hapa tutakuwa tumeingia Shaaban kisha Ramadhan. Ukipiga mahesabu ni siku karibia 50 kuteremka ili kufika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi kama huduma yetu ya jamii ya Kiislamu katika nchi yetu ya Burundi kupitia shirika lako la Al-Huda, tuna mambo matatu ambayo ni ya muhimu sana, ambayo kila Muislamu mwenye akili na busara akifahamu na akaelewa kwamba kesho kuna kutangulia kaburini, ninao ujumbe wako huyu wa muhimu sana. Tusione hawa ambao wanatangulia kaburini, na wewe ambao huko hospitali, na wewe ambao uko kazini, na wewe unatembea, sote hapa marejeo yetu ni kwake Allah tabaraka wa taala. Wako ambao watakaorejea kwa Mungu wakiwa na matendo yaliyokuwa mema, lakini wako ambao watakaorejea kwa Mungu wakiwa na matendo yakiwa maovu. Sisi tumejenga internet yetu ya minajili ya waingia dini, hususan internet Islamic Al-Huda, na kuanzia video clip ya mwanzo tazama namna gisi tulivyoanza kujenga. Shida ilikuwa tabu sana. Yote nimesimama kwa ajili ya kulinda sadaka za ndugu zangu Waislamu. Wako ambao walitoa sadaka zao kwa minajili ya marehemu zao, wako waliotoa sadaka zao na wao pia washatangulia makaburini, na hapa nikiwa na imani kwamba kile walichokitanguliza wangaliki hai kinaendelea pia kutoa huduma. Sasa wamepata tabu sana anapokuwa amefariki mmoja wao katika kijiji hicho au maeneo hayo ya Gihanga, kwa kupatikana kwao sanda, vitumikisho kwa ajili ya kuzikia ni hafifu sana. Kwa hiyo inakuwa ni shida sana, na sisi pale kwenye internet yetu tunatamani sana katika ule uwanja uwe ni uwanja wa kuzalisha kheri. Tunatamani sana katika ule uwanja tutoe harakati na huduma za jamii ya Kiislamu katika nchi yetu hii ya Burundi. Harakati zetu za Al-Huda pale kuna walimu, harakati zetu za Al-Huda nadhani mnaona tunakimbia hapa na pale. Hatuwezi tukayafanikisha haya pasina kuwa na wewe na nguvu ya mchango wa sadaka yako. Tumetengeneza fomu maalum kwa ajili ya fomu hii. Moja, hii fomu itakuwa imegusa watoto mayatima, lakini hii fomu pia itakuwa imekusaidia we kuchangia. Nitoe mfano wa dakika moja hapa. Hapa nina bilente, kartasi ya mtoto wetu ambaye yuko katika shule ambayo tumemsomesha sisi. Analipiwa hapa kupitia ofisi yetu hii ya Al-Huda. Anasomea Lycée de l'Amitié ambayo inapatikana hapo Bujumbura, Ngagara, quartier 10. Na iko mu informatique de gestion mwaka wake wa kwanza. Mtoto huyu alikuja kwetu na sisi tumesema tutamsaidia. Alhamdulillah, ametoka wa kwanza kwenye asilimia nzuri sana. Ukiangalia hawa ni watoto ambao sisi tunajitahidi kadri na hali kwa kutumia wewe nguvu ya sadaka yako. Alhamdulillah, nimempendekezea mtu mmoja akasema yeye ndo atakuwa anamlipia huyu mtoto mwanzo mpaka mwisho wa masomo yake. Sasa hii ni kukuonesha kwamba juhudi tunazozifanya hizi zitaendana na nguvu ya sadaka na nguvu zako wewe, ambaye tutaungana nguvu kwa pamoja. Tumetengeneza fomu maalum sana ambayo kwa mwezi utachangia pesa 20,000 tu, sawa na mwaka mzima 200,000 na franga 40,000. Pesa hizi, pesa ambazo tunazikusudia 200,000 na franga 40,000, zitasaidia hizi harakati ndogo ndogo za kulipia, kusaidia mayatima, wajane na changamoto zote, lakini haswa maalum pesa hizi zitakuwa ni kwa ajili ya kuweza kuweka stara ya sanda, haswa pale kwenye internet yetu ya Gihanga. Alhamdulillah, jumla tuna shida ya watu 50 wa kutengeneza katika familia moja ambayo itatoa 20,000 tu kwa mwezi, 200,000 na franga 40,000. Niwashukuruni sana sana mashekhe zetu, niwashukuruni pia wanadini wenzangu katika mkutano ambao tuliufanya hapa katika mwaka huu. Wiki mbili za nyuma, mama yangu Hajati Habiba amesema yeye atakuwa miongoni mwa watu ambao watalitoa sapoti zao. Ametoa sadaka yake ya kuchukua fomu hii. Mzee wangu Sheikh Abdi John naye kwa nyuma, naye akasema na mimi nitachangia.
ili mradi, kwa sababu hii dunia sisi wote hapa tunapita. Wewe ni nani ndugu yangu uliokuwa nje ya Burundi ukashindwaje kuja kuchukua fomu yako, ima ukalipia pesa zako na kutengenezea fomu yako na kuwekea huko moja kwa moja, na utakuwa umeiona hii fomu. Itanunua sanda kwa ajili ya kuweza kuwapelekea ndugu zetu ambao wanaopatikana Gihanga. Alhamdulillah, kupitia internet yetu ya Al-Huda, jumla ya watu ambao wamechukua fomu zao wako 18. Hizi zote unazoziona hapa ni fomu 18 za watu kutoka katika sehemu mbalimbali. Mmoja yuko Canada, amesema mimi nitachukua na mimi fomu, amelipia pesa zake 200 franga 40 kama nilivyoelezea Hajati Habiba, nimeelezea Mohamed Kanjali, nimeelezea Abdi Joni, nimeelezea na wengine wote ambao wana dini wenzangu. Hapa ninaye Amisa Hassan, naye amechukua fomu yake na amelipia pesa ya mwaka mzima. Ninaye Amina Hashim, ninaye watu wote hapa unaona. Haya ni mafomu ambayo yanakuja. Bahati nzuri kabisa, alhamdulillah, pesa zao ziko salama. Tayari tumepata rulo moja kama unavyoiona, na ukubwa wake huyo ni kwa ajili ya sanda. Unaweza kuwa 240,000 ukasema mimi nataka ninunue rulo yangu moja. Ni hapo mjini tu ambao bei yake 100,000 franga 16,000. Rulo moja ni 60 francs. Ndio tukasema 240, maana yake kuna sabuni zake, maana yake kuna parfum yake, maana yake kuna vitumikisho vyote. Ndio tukakusudia haya. Na kuomba wewe ndugu yangu Muislamu popote ulipo, wito huu kwako, 20,000 ni hela ndogo sana. Kwa mwaka 200,000 pengine hauwezi ukajua kama utapata nafasi ya kumaliza uhai. Hawa wenye kutanguliza sadaka yao hizo wanawekeza mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na baadhi ya limikashi ni hiyo hapo. Unaweza ukachangia na wewe ukachukua fomu yako kwa mtu wa 17. Wakienea 50 tunalifunga gurudumu hili na tunawafahamisha jambo la pili. Ni mambo matatu ambayo tunakusudia kuyafanya mwaka huu 2026, na hili ni la kwanza ambalo tunalitoa leo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Na wewe unaweza ukakuwa mtu wa 17 ambao na wewe ukachangia. Wakienea 50 tunakuwa tumefunga gurudumu letu. Namba ni hiyo hapo ya Alimikasho, unaweza ukachangia sadaka yako na mimi nitakufikishia kukununulia rulo yako ya sanda. Atakayemstiri ndugu yake Muislamu, amini kwamba Allah tabaraka wa taala nawe atakustiri katika mambo yako mengi sana ya duniani. Lakini hakuna aliyekamilika, kila mmoja anahitaji Mungu amfungulie. Kodi ya Alimikashi ni hapo, na jina litatoa ni Hamza Mahani. Ofisi yetu iko hapa Bujumbura, barabara ya pili, namba 75. Unaweza ukaenda mwenyewe ukanunua rulo zako 2, 3, 4 ukaletea nikakufikishia. Unaweza ukasema Hamza, mimi nataka nifike hapo Gihanga nipajione mwenyewe, nishirikiane na nyinyi kwa kupaona. Mlango wetu sisi uko wazi kwa yule ambaye anahitaji kujihakikishia mwenyewe. Lakini na imani kwamba jumla tunashinda familia ya watu 50 kuanzia sasa. Wakikamilika hao tutakuwa tumeufunga mlango wetu. Na karibu katika group letu la WhatsApp. Unaweza ukaingia katika group letu la WhatsApp ukawa unaona matukio yote ya Kiislamu ambayo tunayoyafanya katika nchi yetu hii ya Burundi. Narejea tena, 200,000 franga 40,000, 240,000 francs ni kwa ajili ya sara ndugu zenu ambao wanapofariki mmoja wao hawana sanda, wanachoka kukimbia hapa na pale, na sisi tumeamua kuweka internet yetu Islamic Al-Huda pale. Watakuwa wanakuja kuchukua sanda bure. Lakini nakuombeni sasa ndugu zanguni, na hizi pesa zitagusa watoto mayatima, wajane na hapa na pale, huduma za Kiislamu ambazo tunazofanya kupitia Al-Huda. Nina imani mnaona tunakimbia hapa na pale. Hatuwezi tukafanikisha haya pasipokuwa na nguvu zako. Namba hiyo nimekuwekea WhatsApp, na rejea tena Limikashi hiyo, kodi ya Limikashi hiyo, jina ni Hamza Mahane. Namuomba Mungu kila atakayejalia kuiona video clip hii akaja kuungana nasi katika kuutumikia Uislamu mwaka huu 2026. Mungu usikatiki ile hali. Mungu umetusamehe madhambi yetu na utujalie tudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza kuwa wewe hauna cha kutoa, akaunti yako imejaa ya duniani, weka katika akaunti yako ya mbinguni. Unazo milioni zako 10 kwenye akaunti yako ya benki, chukua 240,000 mpe Mungu. Unalo duka lako limejaa vingi sana, chukua 240,000 mpe Mungu. Kuweka Mungu mwaka 2026 ni uhai wako. Ndugu zako ambao waliotangulia makaburini, mali na pesa na watoto vyote waliviacha. Nisaidie 200,000 franga 40,000 niitumikie dini yetu ya Uislamu. Allah nakuomba unilipe sawa na nia njema tuliyokuwa nayo.
Al-Huda, mwongozo wa jamii.